ya Ayas yapiga picha na kombe mtuni. Ila alipo alijaondoka. Aya. Aondoka nao. Simaji sukalala nao. Watakupa wewe hotelini na hapa uwanjani. Hawachelewi kuja kusema ana gundu. Ana makombe. Unawakiaga. Kwa muhimu kupata picha na radio post. Hiyo inabidi kiandamizi. Kombe umechukulia Guantanamo. Semaje? Na kombe umechukua Guantanamo. Bana nitakutie kombe nipige picha kumbukumbu wewe. Nitafutie mtenge. Bana kikombe umechukulia Guantanamo. Hamna kumbukumbu muhimu. Nilisema una gundo na makombe. Sasa lazima nichukue nipige picha kubwa watu waone, ni print niweke kwenye nyumbani kwangu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana sisi kupata ushindi leo kwa ajili ya kurejesha confidence yetu kama team, confidence yetu mashabiki, kwa sababu ukweli usiopingika ya kwamba tumekuwa wanyonge kwa miaka hivi karibuni. Ndani talipata tu. Tumekuwa wanyonge kwa miaka hivi karibuni. Mashabiki wetu wamepoteza ujasiri mbele ya mechi ya watani wa jadi. Wachezaji wetu walikadhalika wamepoteza ujasiri mbele ya mechi ya watani. Weka hapo. Dalili zako unahesabu lakini. Muungano Cup. La pili hili. Hii muungano ya pili Muungano ya pili. Yeye wale wachawi msitaka kuamini kama mimi na makombe mengine ndani. Kwa hiyo ushindi huu una maana kubwa sana, ambapo sasa mashabiki wetu wana uwezo wa kujiamini tunapoelekea kwenye dabi na yote. Lakini kwa lugha nyepesi tunaweza kusema kwamba tumevunja uteja. Kwa muda mrefu tumekuwa tukipata matokeo mabaya, lakini sasa tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri. Na mimi niseme msimu huu sisi tuna timu bora sana. Ukiangalia mechi iliyopita ya dabi ambayo tulishinda goli 1-0, line 1 akakataa goli letu kwa makusudi. Hii ni mechi ya pili mfululizo Simba tunashinda dhidi ya Yanga goli 1-0. Kwa lugha nyepesi tu, wasiendelee kuishi kwa kukariri tena. Sisi tunayo timu bora msimu huu. Wanapokuja kucheza na sisi waje kwa kutuheshimu, kwa sababu Simba hii sio Simba ya mwaka jana wala mwaka juzi. Hii ni Simba mpya ambayo tuna ubora wa hali ya juu. Tumewafunga mechi 2 mtawalia. Mechi ya ligi kuu ya NBC round ya kwanza tumewafunga hapa. Mechi hii tumewafunga tena hapa uwanja wa Amani. Maana yake ni kwamba Simba tunayo timu bora ya kushindana, tunayo timu bora ya kubishana, tunayo timu bora sana msimu huu. Morali imeamka kuelekea Meja Jenerali Samuel. Morali imeamka. Ushindi huu ulikuwa ni catalyst ya kutuongezea confidence kuelekea mechi yetu ya tarehe 3. Tungepoteza hii leo, kulikuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuparaganyika sisi kama Simba kwa sababu wenzetu wangeendelea kujumlisha na sisi mashabiki wetu wangeendelea kuinama kwenye chungu cha maji. Kwa hiyo ushindi huu umewarejeshia mashabiki wetu imani na matumaini ya kwamba tunao uwezo wa kupambana. Na mimi nilisema kama waamuzi wanasimamia haki, hakuna timu ya kutufunga hapa Tanzania. Na leo mmeona yule mwamuzi kutoka mimi ninawaambia, angekuwa mwamuzi wa Kitanzania penati ya dakika 128 asingetoa. Mimi ninawahakikishia hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui huwezi kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100% angefanya hivi hapo, anaondoka. Nawaambia angekuwa ni mwamuzi wa kibongo. Ndio pale Chama kashakwatuliwa dakika ya 129. Ungemwona afu anamnyanyua Chama anaondoka. Sijui umeelewa waamuzi wetu hao. Lakini huyu baba kutoka Kenya
ameonyesha ujasiri wa hali ya juu sana. Yule bwana akamkatua wala akuzungumza maneno mengi, akafunika, sijui umeelewa, wala akutaka maneno mengi. Lakini waamuzi wengine I'm very much sure ile lazima wange tena bwana, anatoa macho kweli kweli hapo, anapangusa namna hii kwamba afana kunyanyua namna hii kwamba nyanyuka tuondoke hapo, mambo ya kubalance. Lakini baba yule amesimamia kweli kweli, japo kuna mapungufu ya hapa na pale. Kwa mfano kama yule kuna yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anakula kadi za kutosha tu hapo, lakini ndio hivyo kamnyalea. Dakika 90 zimemalizika, Mnyama ameibuka na ushindi. Sema kweli tunamshukuru sana Muumba mbingu na ardhi. Leo umehitaji dakika 120 kupata goli moja. Mchezo unaofuata dakika 90 pekee. Dabi bana, mnaweza mkahitaji hata dakika 200 kupata goli moja. Na wenyewe sio kama wana timu nyepesi, wana timu kazuri kidogo kwa kuweza kushindana. Ndio maana umeona, sababu ukiangalia mechi iliyopita ambayo tumewafunga goli moja, tuliwafunga usiku hivyo hivyo, na mechi hii tumekuja kupata ushindi usiku hivyo hivyo. Sisi kwetu hiyo sio tatizo, kwa sababu tunachoangalia ni ubora wa timu yetu, namna ambavyo inazidi kuimarika na kuongezeka kila siku.